laisa ar-rajulu man jamaa an-nasa hawlahu, innama ar-rajulu man jamaa an-nasa hawla ta'ati Allah. Laisa ar-rajulu man jamaa an-nasa hawlahu, innama ar-rajulu man jamaa an-nasa hawla ta'ati Allah. Mtu wa maana, mtu wa kweli sio yule anayejikusanyia watu, sio yule anayetengeneza wafuasi kwa ajili yake. Ndio ulimwengu wa sasa uko hivyo, kwamba mimi na wafuasi wengi, mimi na watu wengi. Huyo sio mtu wa hakika. Mtu wa maana ni yule anayewakusanya watu kuwapeleka kwenye kumtii Mola wake. Innama ar-rajulu man jamaa an-nasa hawla ta'ati Allah. Mtu wa kisawasawa, kwamba huyo ndio mtu, ni yule anayewakusanya watu kuwapeleka kwenda kumtii Mola wao. Mwenyezi Mungu atujalie kwenye grupu hilo, na wote tutie nia kwenye hilo. Maana tumeambiwa tutie nia kwenye, tuwe watu wenye kuwakusanya watu kuwapeleka kwenye toa ya Allah, sio tuwe watu wa kwenye kujikusanyia wafuasi, kwamba mimi Muhammad Ndoro nina wafuasi wengi, nina wapenzi wengi, nina watu wengi wanaonisifu, wanaonisikiliza. Hiyo sio kazi. Kazi ya maana ni kuwakusanya watu kuwapeleka kwenye toa ya Allah. Nadhani hicho kipengele cha kwanza tumekamata wote, au sio? Mwenyezi Mungu atujalie kwenye eneo hilo tufanye kazi ya kuwakusanya watu kuwapeleka kwenye kumtii Mola wao. Na nihitimishe na maneno ya bwana mkubwa mmoja pale Iraq, Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq almaarufu bi Sufyan al-Thawri. Aliwahi kusimama pale Iraki akasema nasaha nzuri kwa njia ya maswali. Akawaambia wa Iraki hivi: law kana yajlisu ma'akum man yarfu hadithakum ila sultan akuntum tatakallamuna bi shay'in yubghidhu. Sufyan auliza wa Iraki, akawaambia lau kukawa na mtu amekaa na nyinyi, lakini huyo mtu anafanya kazi ya kukusanya taarifa na kuzipeleka kwa kiongozi mkuu. Kwa mifano ya sasa tuseme yuko usalama wa taifa hapa, amekaa na sisi, si ndio? Kazi yake ni kukusanya taarifa za usalama wa nchi na kuzipeleka kwa mkuu wa nchi. Akuntum tatakallamuna bi shay'in yubghidhu, mnaweza kuzungumza maneno ya kumkiraisha mkuu wa nchi? Hapa mnene, mbona amjibu? Yaani mna uhakika kabisa hapa yuko usalama wa taifa. Kazi yake anachukua ripoti za nchi na kuzipeleka kwa mkuu wa nchi. Katika nyinyi kuna mtu anaweza kuzungumza maneno ya fedhuli ya kumkera kiongozi mkuu wa nchi? Sufyan Thawri anawauliza wa Iraki hivyo, na wao walijibu kama nyinyi mlivyojibu. Wakasema la. Tena wakaongeza maneno wakasema, waman minna yajra ala dhalik, ni nani katika sisi anaweza kuthubutu kufanya jeuri ya aina hiyo? Manake hakuna mtu anaweza kuthubutu kufanya jeuri ya aina hiyo. Kama mnene mlivyosema hakuna, na wote mmesema hakuna mpaka huku, yaani mpaka huku masala mmesema hakuna. Teb, walipojibu hivyo sasa wakaingia kwenye mtego wake. Ndio akawaambia, idhan i'lamu anna almalaikatan tarfa'u hadithakum ila rabbikum, basi fahamuni mahala popote mliko yuko malaika, wako malaika wanakusanya hadithi zenu na matukio yenu kuyapeleka kwa Mungu wenu. Hapa nadhani mmenielewa vizuri. Ikiwa kuna mwandishi hapa wa usalama wa taifa mmesema hakuna atakaye thubutu kuzungumza maneno ya kumkera mkuu wa nchi, basi mahala popote mlipo yuko malaika anawakusanya ripoti zenu na stori zenu na matukio yenu, anayapeleka kwa Mola wenu kila siku. Sasa niwaulize watu mnene, katika nyinyi ni kweli hakuna anaye ripoti zake zinakwenda mbaya kwa Mola wake? Kwa maana hiyo ndio mnaweza sasa. Kwa mkuu wa nchi mmesema hakuna atakaye thubutu, kwa Mola wenu ndio mnakubali ripoti zenu ziende mbaya. Nadhani somo limeeleweka sasa.
Ikiwa kwa mtu kama nyinyi, mkuu mwanadamu kama nyinyi, mmekiri nyinyi hakuna atakaye thubutu ripoti yake ipelekwe mbaya, lakini kwa Mola wenu aliyewaumba nyinyi mmeridhika kila siku ripoti zenu zinakwenda mbaya, nyinyi ni majasiri kiasi gani? Yaani nyinyi ni mashujaa mabingwa kiasi gani, kiasi mwanadamu mmehofu, Mungu hamhofu. Niwalize na maneno ya Ahmad bin Ata'illah As-Sikandari, aliwahi kusema kafa bika jahalan ayuamilaka maulaka bilwafai wa anta tuamiluhu biljafai. Inatosha, ni ujinga. Mola wako anaamiliana na wewe kwa kukutekelezea yale ya kwako, anakupa riziki, anakupa pumzi, anakupa yale mahitaji, wa anta tuamiluhu biljafai, lakini wewe unaamiliana na Mola wako kwa kumwepuka kila siku. Kafa bika jahlan. Asayidi al-arif billah Ahmad bin Ata'illah As-Sikandari alitumalizia akatuambia kafa bika jahlan, tosha, ni ujinga, ni upumbavu. Mwalimu nilinde, watakuja kusema nimetukana na watu, nimewaita watu wa mnene wapumbavu. Sina maana hiyo. Ila kama utakaa kwenye hicho kipengele, wewe utajua mwenyewe, utajikagua mwenyewe, si ndio? Kafa bika jahlan ayuamilaka maulaka bilwafai wa anta tuamiluhu biljafai. Yatosha, ni ujinga, ni kuto kujielewa. Mola wako anaamiliana na wewe kila siku kwa kutekelezea yale mahitaji yako, lakini wa anta tuamiluhu biljafai, wewe unaamiliana na Mola wako kwa kumkwepa na kukumwepuka kila siku. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.